بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Amma baad, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chako pendwa cha Ijue Qur'an katika media yako pendwa ya Kishki TV. Leo tumekutana tena kwa mara nyingine katika somo letu la Ahkamul Qur'an au Ahkamut Tajwid. Kama kawaida yetu, tunaendelea kukumbushana, kuelekezana namna gani tutaisoma Qur'ani, tukianza na huruful hija kama tulivyokuwa tukielekezana. Tulifika katika kipindi kilichopita, tulisoma lam, na lam tukaiona kwamba ina sifa sita. Miongoni mwa zile herufi zenye sifa sita, miongoni mwazo ni lam. Lam tulisoma kipindi kilichopita, ilikuwa aljahru, tukaisoma tawassut, tukaisoma alistifal, lakini tukasoma alinfitah. Tukasema infitah inamaanisha wakati herufi tunaitoa ulimi haujibani pamoja na hanakul a'la, kwa maana hatubandanishi na hanakul a'la kikamilifu, bali kingo za ulimi kuanzia ile dhahrul lisan kama tulivyoelekeza, na ile taraful lisan inakwenda kugusa pale katika tokeo karibu tu na ra, tokeo la ra ambayo inakuwa chini yake kidogo. Kwa hiyo pale ndipo unalala ulimi, lakini haulali kiwango kizima cha hapa katikati. Hapa panakuwa wazi. Sasa kwa kugusa sehemu kama hizi bila kugusa sehemu yote, hii ni ishara ya kwamba hapa kuna infitah, na ndiyo maana ya sifatul infitah. Kwa hiyo inaruhusu vitu vingi kupita kama vile hewa, sauti kwa wepesi tu. Sasa tukatoa mfano unapotamka la, la, li, lu, il, al au ul. Kwa hiyo ule ulimi namna unavyokaa pale unatengeneza kama mfano wa kijiko, inagusa sehemu kubwa za pembeni na incha, lakini pale kati panakuwa kama kuna mtumbwi fulani hivi au muingio kama kijiko. Kwa hiyo inakuwa haigusi kwa sehemu za nyuma sana. Kwa hali hiyo ina maana kuna kuwa wazi, ikapewa sifatu limfitah kwa sababu pako wazi, pamefunguka. Sasa leo tuko na al-idhlaq. Tunapozungumzia idhlaq, ndugu msomaji, ndugu mtazamaji, mfuatiliaji wa namna gani tuisome Qur'ani, al-idhlaq ni sifa ya tano miongoni mwa sifa sita za za lam. Kwa hiyo lam miongoni mwa sifa zake sita ni al-idhlaq, ambayo leo ndio sifa ya tano tutaendelea nayo. Idhlaq ni ule, tafsiri yake kwanza, idhlaq ni kuishiliza au kumalizia. Tunamaanisha kukifanya au kuifanya au kuufanya ule ulimi, incha ya ulimi iwe tumika kwa wakati huo, tunaita idhlaq, au kutumia incha ya ulimi wakati unaisoma Qur'ani. Herufi hii lam tunapoigusa katika kinywa, tunagusa kupitia incha ya ulimi pamoja na zile kingo za pembeni. Kwa sisi hapo tuna deal na lam kwa upande wa sifatul idhlaq, tunatumia ile incha ya ulimi. Kwa hiyo tukitaja, angalia kama tulivyokuwa tunakumbushana, msomaji unapaswa kumwangalia mwalimu namna gani anaitamka herufi pale kinywani kupitia hizo sehemu kuu za matamshi ya herufi, kama vile tulivyosema ulimi, mifuniko na meno pamoja na ile hanakul a'la
Kwa hiyo pale kwenye matamshi ya lam upande wa sifatul idhlaq tumesema ni kuitumia ncha ya ulimi ili kuepesisha matamshi ya herufi lam, kama hivi la. Kwa hiyo lakini napanisha pale juu katika tokeo lake la al nikiulaza ulimi incha za pembeni, yani kingo za ulimi pamoja na incha ya ulimi ndio inatumika kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ile incha ya ulimi ndio pale tunaita idhlaq, ni kutumia incha ya ulimi au mwisho wa ulimi kule kwenye ile nukta ya mwisho baada ya humu pembezoni au kwenye hizi kingo za ulimi, ndio tunasema alhamdu Ilyasin. Kwa hiyo unapotamka jua unatumia incha ya ulimi kule mwisho kabisa pamoja na zile kingo zake, kwa vile inagusa incha ya ulimi ikapewa sifatul idhlaq. Pia sifa ya mwisho ya lam alinhiraf. Hii alinhiraf ni sifa pia miongoni mwa sifa ambazo imepewa lam, na si kupewa tu kwa maana tunakadiria, hapana. Wanachuoni wasomi wa Qur'an wameipa sifa hiyo baada ya vipimo sahihi vya kisayansi kabisa, kwamba herufi hii inagusa maeneo gani katika kinywa. Baada ya kuona hivyo, wakasema pia miongoni mwa sifa zake lam, ili kamilike matamshi yake lazima tulete inhiraf, kwa sababu tukitamka ile incha ya ulimi huwa inaranduka kutoka katika eneo ile iliganda mara ya kwanza, inaganduka pale kwa kufanya kama inateleza kwa chini upande wa kuelekea nje ya kinywa, kwa huku haingii kwa ndani, inatoka kule juu kwa ndani, inatokea kwa nje. Ina maana inakuja kugusa kwa makinywa kama hivi tulivyotoa mfano jana. Ina maana ulimi ukikaa hapa, ukija maeneo haya katika hanakul a'la, hii ni nuta alfami hapa, hii katika nuta alfami kwa nyuma hapa kuna rasta ambazo ndio ile hanakul a'la. Incha ya ulimi inakuja kukaa hapa wakati unatamka lam. Hii incha lam wakati unatoka ulimi huwa inateleza kwa chini, lam. Ikitoka hapa ndio tunaita hii kitendo cha kuteleza. Wakati wa kutoka kile kiincha kinakuja kuangukia kwa chini yake, hii ndio inaitwa inhiraf. Inhiraf maana yake ni kupondoka, tafsiri yake kupondoka au kuteleza au kumili kwenda sehemu ambayo si ya kwake iliyokuaga mara ya kwanza, imekaa namna hii. Kwa hiyo kitaka kutoka inateleza namna hii, kule kutelezea tunaita inhiraf. Kwa hiyo ina sifatul inhiraf kwa sababu kile kiincha hakina ulimi hauna mfupa, kwa hiyo hauwezi ukatoka wote, maana kwa sababu ule ni mlaini, unatoka huku ukiwa kama unateleza hivi. Ukijiteleza ndio tunaita inhiraf, kwa sababu inaenda kugusa tokeo si la kwake, maana inatelezea mahali si kwake, kwa hiyo ikapewa jina sifa alinhiraf. Kwa hiyo lam tunasema kama hivi nikitamka la, unaona unaposhuka chini maanake kinywa kimekaa hivi, unaposhuka inafanya kama inafyagia upande wa chini, hapo ndio tunaita inhiraf. Kwa hiyo hii sehemu ya chini ndio tokeo la ra, kwa hiyo ikigusa pale tunasema vile imeteleza kutoka katika sehemu yake, kwa hiyo ina sifatu alinhiraf, kuhama kiincha cha ulimi kwenda katika tokeo la herufi nyingine. Hiyo ndio sifatu alinhiraf. La, li, lu, utakuta namna hiyo incha ya ulimi inavyotembea pale. Kwa hiyo unapoweza kutamka namna hiyo, wewe ndio tunakwambia umetamka vizuri. Mwingine akikosea matamshi hayo, huyo ndio anaambiwa ile husnul ada, lakini husnu nutqi alharfi biikhrajihi min makhrajihi au biikhrajiha min makhrajiha, ameharibu, tunampunguzia maksi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Qur'ani tukufu kwenye kipindi chako pendwa cha Ijue Qur'an, twende breki. Baada ya breki insha Allah tutaendelea kuja kuielezea
herufi ifuatayo nayo ni mim. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumerudi tena baada ya breki fupi katika kuendelea kuzielezea sifa 6 za herufi zetu zile 19 insha Allah. Tumemalizana na lam na sifa yake ya mwisho al-inhiraf, kwa maana ya kupondoka au kuteleza. Sasa tunakwenda moja kwa moja katika herufi iitwayo mim. Mim. Mim ni katika herufi ambazo zinatumia mifuniko miwili ya kinywa, na tunapoitamka herufi hii tunaipata sifa ya kwanza ambayo inaitwa aljahru, kama ilivyokuwa lam. Kwa hiyo hapa baada ya kuandika aljahru tutaandika alama hii kuonyesha inafanana na hiyo. Lakini sifa yake ya pili pia tutaandika kama hapa, kwa sababu inafanana pia tutaandika alama hiyo, ishara ya kwamba zinafanana. Lakini pia mim sifa yake ya tatu inafanana pia na hiyo sifa ya juu, tutaandika alama hiyo. Lakini pia sifa ya 4 pia ni kama hivyo, inafanana, tutaandika alama kama hiyo. Pia sifa yake ya 5 inafanana na hiyo, tutaandika pia alama ile ile. Kwa hiyo hizi sifa ambazo ni katika sifa zinazofanana. Kwa hiyo sifa zinazofanana tutaziandikia alama kama hiyo, lakini sifa yetu ya mwisho mim ina kawaida ya kuwa na ghunna. Kwa hiyo sifa ya 6 hii tutaiandika bila kuweka alama zile. Kwa hiyo hii ni sifa yake ya mwisho, ina sifa hiyo. Tuanze na sifa ya kwanza ambayo aljahru. Ndugu msomaji, aljahru pia ni katika sifa za mim, na pia tukiipima kwa kuipatia mim kwanza mim fatha, mim kasra, mim dhamma, lakini tunayo mim sakina. Mim fatha tunasoma ma, tunapata sauti ma. Lakini pia tunapata mim kasra, jibu litakuwa mi. Mim dhamma, jibu litakuwa mu. Hizi ni sauti 3 tofauti, lakini hapa ndio kwenye kipimo chetu. Tutaiandikia hamzatu wasli, tutasoma am au
im. Ukifanya am au im au unaisikia uko mwisho hiyo sauti hiyo ndio jahru, kama tulivyoona lam jana Kwa hiyo nayo ina jahri. Kwa hiyo wanachuoni baada ya kuisikiliza wakasema hii ina sifatul jahri, lakini pia wakatafuta, je, kuna sifa nyingine? Akasema ipo, kuna ndani yake tunahisi iko tawassuti. Hebu tuipime im am tawassutu ipo. Kwa nini? Hebu tuirudishe nyuma tukaipe fatha. Ma, ukitamka ma kuna interval ndogo sana ya kwa sababu ya fatha. Ma hatufanyi ma, ila ma ndani yake wakati unatamka ma kuna sauti ile ambayo tunaipata mwisho hapa am. Kwa hiyo ma wakati unatamka hakuna nguvu unayoitoa ukasema yani ukakaza hapa na haikaziki, utaumia tu wewe mwenyewe, kwa sababu sauti herufi yenyewe kitaalamu imepimwa ikaonekana haina shida wala haina rakhawa, kwamba ukafanya ikatokea mimu yani haitoki na itatoka kitu kingine, si mimu tena, bali ili iwe sawa haina ukakamavu na wala haina ulegevu kiwango hicho, bali iko kati na kati, tunaita tawassut, na tunatamka ma mi mu. Kwa hiyo hiyo ndio mim. Kila unapoweza kutamka, unapoweza kuitamka ikavuma vile ambavyo imefuata taratibu za sifa zote hizi, ndipo wewe unahesabika katika jumhuru ulama al-qurra, yani al-Quran, wewe ni katika wanaofahamu kuisoma Quran, kwa sababu hizi herufi ndizo zimetengeneza Qur'ani. Hile Qur'ani yote ni muundo wa muungano wa herufi 28 kwa 31. Kwa hiyo sifa ya pili tawassut tumeiona, hakuna ukakamavu, hakuna ulegevu, kati na kati kama tulivyotoa mifano. Lakini sifa ya tatu tukiangalia, kuna sifatul istifal, na istifali ni sifa ambayo tumeieleza pia, maana yake ni hali ya chini, ni duni, kama tulivyosema ni kwa maana ya as-sufla. Kwa hiyo istifal kinyume cha isti'la. Mim haina isti'la. Kwa hiyo hatusemi ma, mi, mu, hamna hiyo, bali yenyewe kusema ma. Wanachuoni wakasema hii ina sifa ya istifali, kwa sababu ukijitesa kusema ma utakuwa unateseka wewe, lakini haina uhalisia huo. Tamka wewe kama kawaida ma, utakuta hamna isti'la. Kwa hiyo wakaprove wanachuoni, wakaiandikia hii ipewe jina la sifatu al-istifal. Lakini pia sifa ya 4 tunayo al-infitah. Wakati herufi mim inatoka katika kinywa, hakuna ulimi unakwenda kushikana kule katika hanakul a'la, bali panabaki wazi mpaka katika mifuniko hizi lips, au tunaita shafatan. Inakuja katika shafatain, ndio tunakuja kufunika mifuniko miwili kwa pamoja, tunaitamka herufi hii mi au ma au mu, na tukiipa sukuni tunasema im. Kwa hiyo haina itbaq, hii ina infitah, ndani kuko wazi. Ulimi hauendi juu na kibandika mtu utasikia sauti kama hiyo, kama hivi naweka milili alafu nifumbe niseme utasikia kile kivumishi kinaonekana ndani kuna mgogoro huko, kuna mgongano wa makhraj ndani, ulimi umeenda kushika sehemu sio.
kwa hiyo haitatoka sahihi na utaambiwa wewe unaharibu Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Labda ukusudie lugha nyingine sisi hatuna shughuli nazo kwa wakati huu. Tunaposoma Qur'ani tunaitumia lugha ya Kiarabu peke yake kilicho fasaha ili tutamke Qur'ani vizuri. Kwa hiyo ina sifatul infitah, maana ndani ya kinywa hakutakuwa na kikwazo, kizuizi au chochote kitakachogusa anakul a'la wakati tunaitamka mim. Hii ndio maana ya infitah, kwa maana ndani ya kinywa kunakuwa wazi. Lakini sifa yake ya 6 mim ina sifatul idlaq kama ilivyokuwa lam. Idlaq tunasema ni matumizi ya incha ya kiungo miongoni mwa viungo vya kutamkia herufi zetu. Na viungo vya kutamka herufi tumesema ima incha ya ulimi, ulimi au kinywa hiki. Kwa maana kinywa kina mifuniko yake, humu ndio kuna incha. Sehemu hizo mbili. Kwa hiyo ukisikia idlaq, ima itakuwa incha ya ulimi au incha ya mifuniko hii miwili. Kwa sasa hapa ina sifatu al-idlaq, tunaposema tunatumia incha. Kwa hiyo matumizi ya incha ya mifuniko miwili hii tayari imepata sifatu al-idlaq. Wakati unatamka herufi hizi usipofunika ipasavyo kwa kutumia incha, sio ufanye ufanye incha mi ni kidogo, sio kwa kufanya wala kwa kuifungua, bali unagusanisha tu namna hii. Hii ndio mim. Kwa hiyo tumeacha sifa moja, tumebakisha. Insha Allah kipindi kijacho tutakuja kuimalizia matamshi au sifa ya mim ili kukamilisha matamshi kamili ya mimu yetu insha Allah. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.